Habari gani Mwanakeo TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa, jina langu ni Diwakeo TV. Breaking news. Katika hali isiyotarajiwa, viongozi waandamizi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema wameweza kujikuta kwenye wakati mgumu baada ya uwepo wa taarifa zinazodai kuwa wamefunguliwa kesi nyingine ya jinai kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam, wakidaiwa kukiuka amri ya mahakama iliyotolewa Juni 10 mwaka 2025 inayotajwa kuwa amri inayodai kukiukwa inatokana na maamuzi ya mahakama ya maombi namba 8960 mkwaju mwaka 2025 ambayo msingi wake ni wa kesi ni madai namba 8323 mkwaju mwaka 2025 iliyofunguliwa mahakamani hapo na aliyewahi kuwa makamu mwenyekiti wa Chadema Zanzibar Saidi Isa Mohamed pamoja na wenzake ambaye ni Mahmoud Anakom na Ahmed Rashid Hamis dhidi ya bodi ya wadhamini na katibu mkuu wa Chadema Bara. Kesi iliyopo mbele ya Jaji Hamidu Mwanga. Taarifa zilizopatikana kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika inaonyesha kuwa maombi hayo yamefunguliwa na kuletwa kwenye maombi ya kesi ya msingi ambayo ni Saidi Isa Mohamed na wenzake wawili, ambapo vigogo wa Chadema wanadaiwa kukiuka amri hiyo ni pamoja na John Wegesa Heche ambaye ni makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, lakini Amani Golugwa ambaye ni naibu katibu mkuu Tanzania, lakini Godbless Lema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu, John Pambalo ambaye ni mkurugenzi wa organization, na Boniface Jacob ambaye ni mwenyekiti kanda ya Pwani na mjumbe wa halmashauri kuu Chadema. Wengine ni pamoja na Pamela ambaye ni mwenyekiti Bawacha na Hamadi Musa Yusufu ambaye ni mkuu wa idara ya habari na uenezi Zanzibar, na wengine wengi hapo majina yao yamewezwa kutajwa. Kesi hiyo itakuwa ni ya pili kufunguliwa kwa vigogo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Kesi ya kwanza kama ilivyotupiliwa mbali baada ya mahakama kupitia Jaji Awali Mbwangwa aliyekuwa anasikiliza kukubaliana na hoja za upande wa utetezi kuwa waleta maombi walifungua kesi nje ya muda uliowekwa kwa mujibu wa sheria. Katika maombi hayo yaliyokuwa yamepewa namba 24850 mkwaju mwaka 2025 yaliyokuwa yanatokana na kesi ya msingi ya madai namba 8323 mkwaju mwaka 2025, waleta maombi ambao ni Saidi Isa Mohamed na wengine. Lakini ifahamike kwamba ikumbuke kuwa maombi hayo yaliwasilishwa kwenye Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam Oktoba 3 mwaka 2025, na uamuzi wa mahakama kutupiliwa mbali maombi hayo iliyotolewa Novemba 28 mwaka 2025, ikieleza kuwa sheria inataka maombi hayo ya aina hiyo yaletwe mahakamani ndani ya siku 60. Habari gani Mwanakeo TV, tafadhali subscribe na turn on notification kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami katika ulimwengu wa siasa. Bye bye.